tuko tayari kufanya uchaguzi baada ya maamuzi ya msajili. Kwa utaratibu wa chama tutakuwa tayari kufanya hivyo baada ya kuona kwamba haki yetu ya msingi imepatikana. Kwa hiyo nikijibu sambamba ni kwamba tuna mpango wa kwenda mahakamani kwa sababu tumeona hatujatendewa haki. Hatujatendewa haki. Kwa hiyo tutakwenda mahakamani kupinga haya, tunaona kwamba haki haijatendeka, lakini pale ambapo amri itatoka tutafanya uchaguzi kwa utaratibu wa chama ndani ya chama. Hatutakubali kupangiwa viongozi na ofisi ya msajili kwa sababu chama cha wananchi CUF kina katiba yake, ni chama kiko kisheria, kimesajiliwa kikatiba, kina sheria yake, kina wimbo wake, kina kanuni zake, kina kila kitu. Kuna vyombo vya maamuzi. Kwa utaratibu kama mwenyekiti ameonekana, basi tuseme kwamba msajili ameona mwenyekiti uchaguzi wake ulikosewa. Japo tumeeleza hapa kwa sababu amekamatwa kwamba tu yani uchaguzi umetenguliwa kwa sababu yale maamuzi kura zilizomweka hazikuzidi 50%. Sasa kama baraza limetengua waende watu 8, maana uchaguzi wa mwenyekiti ulikuwa na watu 9, mmoja akajitoa kwa 8. Zaidi ya nusu unaipata wapi? 50 unaipata kwa sababu tulitaka, ndio maana baraza likasema atakaye kuwa amepata kura nyingi ndiye mshindi. Wote tunaona wanafaa, wote ni wanachama wetu, wote wana uwezo, mkutano mkuu kaamue. Ndio walivyoamua. Ni mamlaka ambayo yako ndani ya katiba yetu. Kwa hiyo kwa katiba yetu tutafanya uchaguzi huo kama ikidhirika kwamba kuna lazima kufanya hivyo, lakini sio kupangiwa. Leo tunaambiwa ratiba inatoka, kesho tunaambiwa kwamba kuna baraza linakaa, baraza la uongozi la taifa linakaa, baraza kuu la uongozi. Mimi ni mjumbe wa baraza, licha ya kuwa kaimu katibu mkuu wa chama taifa, ni mjumbe wa baraza, sina taarifa. Huyu kuna wajumbe wa baraza wengi, huyu ni mjumbe wa baraza, yuko hapa ana taarifa. Kwa hiyo taarifa ofisi ya msajili, nadhani tunasema ni ofisi ya msajili kwa sababu wenyewe ndio wanatoa taarifa kwa wajumbe ambao wanatuzunguka. Tunapiwa simu kwamba tunasikia kuna baraza, sisi tunaambia tujui, sisi tuko ofisi, mimi niko ofisini wiki nzima, kila siku nakuja, sijaletewa cha utaratibu wowote. Kwa hiyo kwa utaratibu wa chama, umma ujue kwamba CUF sio chama cha kwenye majani, ni chama cha ukombozi, kimeanzishwa 1992, kimefanya mambo kwa taifa hili, kina uongozi wake. Kama viongozi watatu wa kwanza wameonekana kwamba wamekatikana kinyume na taratibu, lipo baraza. Baraza hilo limepitishwa na mkutano huo mkuu. Kwa hiyo lina mamlaka sasa ya kukaa na kusema kwamba sawa, viongozi wetu watatu hawa wanaonekana kwamba wametenguliwa, what next? Nini kifuate? Baraza lina mamlaka hiyo, katiba inaonyesha wazi. Baraza likae, lijadili, lichakate, lisatafute mwenyekiti wa kukaimu wa muda. Baraza ndio linaandaa, kwa sababu kwa utaratibu wa katiba yetu baraza ndio linaandaa mkutano mkuu. Baraza kuu la uongozi vile linaandaa mkutano mkuu. Sasa huko wanakoandalia huko vichanganya kujui ni wapi. Kwa hiyo wanachama wa CUF hawatakuwa tayari kuwekewa viongozi ambao wao hawajawachagua. Kwa sababu tunasikia tu, na hata sasa hivi hapa watu tunajua, mmesikia hapa, hizo ni zile kwamba wanasapotiwa, wana nguvu wanayopewa, ambao wengine sio wanachama. Wengine walikuja hapa sio wanachama, wanaenda kuokotwa Manzese huko, wanaokotwa Buguruni huko, wanaletwa hapa kwamba waonekane ni wanachama. Wengine sio wanachama, wengine sio viongozi, basi tukuleta vurugu ndani ya chama. Kwa hiyo sisi tutakubali kurudia uchaguzi huu kama kanuni na katiba inavyotueleza, na kutokana na maamuzi tutakayofanya baada ya kuchukua hatua kwa barua ambayo tumeipata, ambayo kimsingi tunaona kwamba hatujatendewa haki na ofisi ya msajili. Lakini amesema kwa upande wa Dani, amesema kwa upande wa vipengele vipi mtaweza kurudia. Kwa upande tumeambiwa tutarudia nafasi hizi 3. Sasa kwamba ni wale kwa sababu kwa mfano upande wa nafasi ya mwenyekiti walikuwa watu 8 kwenye nafasi hiyo, wakaingia wote kwenye uchaguzi, mwisho wawili ndio wakawa wameshindana kwa kura. Sasa kama tutapananisha ile namba 2 na namba 1 baada ya kujafahamu, kwa sasa ni baraza likae liamue kwamba ni wale wote 8 sasa kwamba uchaguzi wenu umerudiwa upya, mje mshindane, baraza ndio lingeamua hayo. Kwa hiyo hayo siwezi kuzungumzia hapa kwa sababu baraza lipo, litakiwa likae sasa liamue kwamba kwenye zile nafasi, maana iliyosema msajili ni kwamba uchaguzi wa mwenyekiti umetenguliwa, wa makamu mwenyekiti umetenguliwa, na makamu bara umetenguliwa. Ndivyo alivyosema. Mwisho, mpango wa kwenda mahakamani shajibu kwamba sisi kama taasisi na wanachama kiukweli kimewaumiza sana. Tanzania nzima wanasema hatuamini. Yale ya NCCR tunayaona leo CUF yaliyofanyika. Yale ya kuua vyama vikubwa vyote, wabaki na vyama vidogo ambavyo wanaweza kuvituma wanavyovitaka. Hiyo wanachama hatutakubali, CUF hatutakubali. Kwa mamlaka tuliopewa sisi na wanachama
kwa wajumbe wa baraza, lakini pia kwa viongozi wakubwa, tutaendelea kutetea haki zao. Kama haki itendeke, tuende mahakamani, mahakama itaamua, mahakama ndio chombo cha kuamua haki. Asanteni sana. Na tuzo umejibiwa kwamba ili tufanye mkutano mkuu, tukubali au kukataa, vyombo vitaamua, na tunacho chombo cha baraza kuu, bahati nzuri hakina dosari. Kwa hiyo kalenda ya mkutano mkuu kama itapatikana, lazima itaandaliwa na baraza kuu la uongozi la taifa na sio ofisi ya msajili. Msajili anakuwa ni mwalikwa katika vikao vyetu kuja kuangalia utaratibu unaendaje. Kwa hiyo kutupeleka pia kwa kasi hii ya kuna baraza kuu kesho, kuna mkutano mkuu Jumamosi, huu sio utaratibu wa dharura. Katiba yetu ya kafu imeeleza yakitokea mambo kama haya, ziko siku zinazotakiwa zisipite ili mchakato huo umekamilika, na utafanywa na kafu na sio serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haiwezi ikasimamia upatikanaji wa viongozi kafu, alafu tutarajie viongozi hao wakemee mauaji. Haki tuzo hakuna. Sasa kwa sababu unataka kurudia kwanza, hebu tumwache kwanza. Samahani, mimi ni watu ambao wamekuja hapa kuna ngoma na nini, kwa macho utakuniambia kwamba chama kinawatambua watu kama wanachama wa kafu. Chama kinawatambua wao. Hilo limejibiwa kwamba katika waliokuja wapo wanachama, inawezekana wapo viongozi, lakini kuna watu waliopotezwa Manzese, Buguruni na maeneo mengine. Kwa hiyo kwa sababu presi inaendelea wakati hao wanakuja, sio swali linaweza kujibu moja kwa moja kwa kukagua moja baada ya mwingine, kwa sababu hatujui nani na nani wako talenti. Haki. Ni kweli kabisa kwamba wakati nishaanza kuongea hapa ndio wale wameingia. Kwa hiyo siwezi kujua. Ila nikiwepo najua kwambia huyu ni mwanachama au sio mwanachama. Sababu tunawajua. Kwa sababu hawajaanza leo, ni vurugu ambazo zimeanza. Hata walivyoenda kwa msajili kupeleka malalamiko, walikusanya magari wakawapeleka. Walikusanya watu Manzese pale na Buguruni na Kariakoo wakawapeleka. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinafanyika ili kujustify kwamba ni wanachama wa kafu, lakini sio kweli. Sio, inawezekana kuna wanachama wa kafu, inawezekana wengi sio wanachama wa kafu. Wanatumika